Hatujui uendako, nasi tuijuaje njia? Yesu katika huo mstari wa 6 karibu akamwambia Tomaso, mimi ndimi njia, mimi ndimi kweli, pia mimi ndimi uzima, na mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Yesu aliishi katika ulimwengu huu miaka ya kuhesabu. Huduma yake yenyewe alifanya miaka 3, na akawa ameathiri ulimwengu mzima. Mpaka leo zile athari ndio bado zinaendelea, na ndizo ambazo zinaendelea kuathiri maisha ya watu. Huduma ya miaka 3 katika ulimwengu huu, pale ndipo alijidhihirisha kuwa yeye ni nani, na katika kujidhihirisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu kilikuwepo, ama hicho ndio kilikuwa chanzo chake kuwekwa kusulubishwa msalabani, kwa kujidhihirisha yeye ni nani. Lakini pia alimdhihirisha Baba. Neno la Mungu linasema hakuna amjuae Baba ila Mwana, na yule ambaye ameweza kumfunulia ama kumfunua kwake apate kumjua. Kwa hivyo akawafunua, anasema nyie mmemjua Baba kwa sababu nimewafundisha, kwa sababu ya neno ambalo mmepokea kutoka kwangu. Baada ya kazi hii yote, kazi ya mwisho aliyosema, akasema nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Yesu alitabiri, alielezea mambo ambayo yatakayofanyika baada ya yeye kuondoka. Akasema nitalijenga kanisa langu, na akasema hilo kanisa milango ya kuzimu haitalishinda. Kanisa lilizaliwa siku ya Pentekoste, baada ya Yesu kupaa na baada ya msaidizi Roho Mtakatifu kushuka. Walipokuwa watu, idadi yao kama ya watu 120, Roho wa Mungu aliposhuka wajaza wote waliokuwa katika ile nyumba, na kutoka hapo kanisa likazaliwa. Hapo ndipo walipata nguvu za kwenda kuhubiri. Hapo ndipo walipata ushawishi wa kufikia mataifa. Maana niwaambia, mkishapokea nguvu za Roho Mtakatifu mtakuwa mashahidi kwa mataifa. Na hivyo ule ujumbe ukawa unaendelea mpaka mahali tuko sisi, bado tunaendeleza ile injili. Swali ambalo mwanadamu hujiuliza, anajiuliza kila mmoja wetu, ni kwa nini niko hapa? Ni kwa nini niko hapa? Hauwezi ukajua kusudi lako kuwa hapa mpaka ujue mwenye aliye na, tunaweza kuita aliye na plan, aliye na master plan, mpango mkakati wako uwe hapa. Yaani usipojua yule mwenye maisha, usipomjua yeye ambaye amekuweka hapa, mwenyewe hauwezi ukajua ni kwa nini uko hapa. Tunajipata tumezaliwa katika familia, mtoto katika nyumba, lakini tunapolelewa, walituambia tulipokuwa tunasoma, tunaishi kwa kula, lakini hatuli ili tule. Hatuishi ili tule. Sijui kama mmenielewa. Tunakula ili tufanye nini? Lakini hatuishi ili tule. Kwa hivyo kuna mtu ambaye asipojielewa, anajua mimi ninakula ili niishi, lakini pia naishi ili nikule. Huyo mtu ambaye anakula anaishi ndio akule, utakuta anang'ang'ana na vitu ambavyo havina maana, kwa sababu
mtu anafanya bidii yoyote ili ajipatie chochote ambacho kinaweza kupatikana. Anatia bidii yoyote ili aweze kujizolea vitu ili awe navyo, kwa sababu anajua yeye kuishi kwake ni kupata vitu. Hajui kwamba kupata vitu ndio, yani kuishi kwake kuna maana na kuna sababu. Sasa Yesu akasema, mimi ndimi sababu ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amesema mimi ndimi njia. Haleluya. Njia ya maisha. Kwanza tuseme, njia ya kwenda kwa Baba haiko kwa mawazo yako. Yeye aliyeianzisha ni yule aliyetoka huko akaja. Bwana asifiwe. Yeye aliyetoka mbinguni akaja, huyo ndiye anayejua hiyo njia. Ndio walipomuuliza, tutajuaje njia? Tutaifahamuje njia ya mahali unapokwenda? Akawaambia, mimi ndimi njia. Kwa hivyo kabla tumjue Yesu hatuwezi tukaijua njia. Kabla tumjue Yesu hatuwezi tukajua ni kwa nini tuko hapa. Hatuwezi tukajua ni wapi tunakokwenda, na hatuwezi tukajua maana ya maisha nini. Katika Mathayo 11 mstari wa 29, Mathayo 11 mstari wa 26, 29, samahani, si 20. Inasema, mstari wa 29, asante sana. Inasemaje? Tusome wote. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Jitieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajifunza ni kwa nini tuko hapa. Tunajifunza maana yetu kuwepo, na tunajifunza ni wapi tunakwenda kwa kujifunza kutoka kwa Yesu. Yaani unajifunza kumjua Mungu kwa kumfahamu Kristo. Usipomjua Yesu, usipojua maisha kupitia huyo Yesu, hautaelewa ni nini maisha. Hautaelewa ni nini sababu yako kuwa mahali hapa. Tunajifunza kutoka kwake. Amesema, jitieni nira yangu. Leo hii shida kubwa ambayo tunayo katika maisha ni kwa sababu watu wamechukua nira za mambo mengine. Mtu amechukua nira ya utamaduni, mtu amechukua nira ya ukabila, mtu amechukua nira ya jinsia, mtu amechukua nira ya mambo ambayo ni tofauti sana na kile ambacho kingedhihirisha maisha yake. Leo kuna mtu ambaye amesoma kwa sababu ana shahada, ana hizo degree, ana elimu. Ukimuuliza kuhusu maisha, anakuambia bila masomo hakuna maisha. Ndugu yangu, bila masomo maisha yapo. Haleluya. Hata wazazi wetu waliotuzaa, wengine wao hawakwenda shuleni, lakini waliishi. Sema amina. Kwa hiyo masomo yanakuja kuboresha kitu ambacho tayari kinaendelea. Sema amina. Kwa hiyo sio vile vitu ambavyo tunavyo ndivyo vinavyotupatia utambulisho. Sio vile vitu ambavyo tunapata ndivyo vinaleta umaana katika maisha yetu. Hapana. Tuna sababu ya kuishi kwa sababu tunamjua yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe tuna hela ama tuwe hatuna hela, tukiwa na Yesu tayari maisha yana maana. Bwana asifiwe. Inahitaji tu umjue Yesu, mwenye dhahabu na mwenye fedha, na hivyo vitu vingine vyote vitakuwa sasa vinaleta maana. Bwana asifiwe. Hatuna kujua Kristo ama hatuna kujua maana ya maisha mpaka Yesu awe ameingia katika maisha yetu. Ni kwa nini anaongea kuhusu yeye ndiye njia?
Njia tukiweza kutafsiri, njia ni barabara. Njia ni mwelekeo. Njia ni namna ama mtindo. Tunaelewana? Mtindo. Anaposema mimi ndimi njia, japokuwa ni njia ya kwenda kwa Baba, lakini pia anasema yeye ndiye barabara hiyo inayokwenda mbinguni, lakini pia ni route, ni kwamba ni mwelekeo. Kwa hiyo ukishampata Yesu, maisha yana mwelekeo. Bwana asifiwe. Ukishampata Yesu, maisha yana malengo. Bila Yesu unapapasa maisha. Ukiwa hauna Yesu unabahatisha maisha. Ukiwa hauna Yesu utakuwa hauna uhakika ya yale maisha unayoelekea, kwa sababu hauna mwelekeo. Lakini kuna hiki ambacho tumesema ni namna, ni mtindo. Ukristo ni mtindo. Haleluya. Ukristo sio jina tu, ni mtindo wa maisha. Angalia Mkristo ambaye amejawa na Mungu, ambaye amejawa na Roho Mtakatifu, ambaye amejawa na neno la Mungu. Huyo maisha yake na mtu ambaye sio muumini, mtu ambaye sio Mkristo, maisha yao ni maisha mbili tofauti. Kwa sababu huyu aliye na Kristo ana muongozo, ana mtindo wa maisha ambao ni tofauti ya mtu ambaye hana Kristo. Wanasifiwe. Mtu akiwa na Kristo, maneno ambayo anayoyazungumza ni maneno ambayo yamepimwa. Amina. Mazungumzo yake ni mazungumzo ambayo yanatija. Amen. Maneno ambayo anayowanenea watu ni maneno ambayo yanavutia. Lakini mtu kama hana Yesu, ndani yake maneno yanayotoka mengine ni yana sumu ya fila. Ni mazungumzo ambayo yanaweza yakaharibu. Unakuta mtu ambaye ni Mkristo akiona ndoa ya mtu inaharibika, anaingia pale na neno la Kristo na anaponya ile ndoa. Bwana asifiwe. Lakini kama mtu hana Mungu, akipata mafarakano kati ya ndugu na ndugu, badala ya kuponya, badala ya kuleta amani, yeye anakuja na anaharibu zaidi. Yeye anamwambia mtu, mimi mwanamke sio mtu wa kukalia mtu. Unaona, sio mtu anasema mwanaume sio mmoja wala hata sio 12 kama wanafunzi wa Yesu. Hayo maneno yanatamkwa na watu ambao hawana Kristo. Maana mtu akiwa na Kristo ana namna ya kuamua mambo. Amina. Ana vile anavyoangalia maisha. Haleluya. Yaani kuna vile mtu akiwa na Yesu hata akivaa anaangalia hii nguo nimevaa katika kioo cha Yesu, ninaonekana vizuri ama ninaonekana vibaya? Si ni kweli ndugu zangu? Hata mavazi yanashawishiwa na Ukristo. Chakula chenye tunakula kinashawishiwa na Ukristo. Tumezungumziwa hapa leo asubuhi kuhusu vyakula, ya kwamba kuna vyakula utakula zizalishe sumu katika mwili wako, alafu baadaye unakuta mwili umeanza kuwa na matatizo kwa sababu ya vyakula ambavyo tulikula. Ndio ninawaomba siku zote mwe mnafika mapema. Mafundisho haya sasa nikianza kusema mimi niliyasikia leo yakifundishwa, sasa wewe hauko umefika. Saa 2 kamili hapa tunakuwa na mafundisho, na leo tukawa tunafundishwa mambo ya vyakula. Kwa hiyo mtu akiwa ndani ya Kristo, hata namna ya mazungumzo yake, namna ya mahusiano aliyonayo yanakuwa dictated ama yanakuwa yanaongozwa, yanaelekezwa na Ukristo huo ambao amezaliwa ndani yake. Bwana asifiwe. Maisha ya Ukristo ni mwenendo. Ni mwenendo. Na kila Mkristo, kila mtu ambaye ni muumini, kila mtu ambaye ana imani ya Kikristo, inalazimu. Yesu akasema kila ambaye ana
anayenifuata lazima ajikane, lakini achukue msalaba wake anifuate. Kwa hiyo kila Mkristo inalazimu ajikane. Kuna mahali utakuta vitu vinavutia, kuna mahali utakuta vitu watu wanagawana, lakini ukiangalia ukasema hiyo sio ya Wakristo. Haleluya. Ukasema hii sio ya watu wa rokole, kwa sababu hapa umeona kitu ambacho hakiambatani na kile neno la Mungu linasema. Mara nyingi tuna ziachia vitu ambavyo tunaita haki yetu. Ni haki yangu, ni haki yangu. Kuna mahali unajua ni haki yako, lakini namna ya kuifikia unaona itachafua Ukristo, unasema hata hivyo na ikana. Bwana asifiwe. Mtu amejikana na akasema hivi vya kwangu Yesu amenitunzia. Kile ambacho nilikuwa nikipata pale, lakini ndugu zangu wanang'ang'ania, wacha nikae, Yesu amenitunzia. Msije kama mnaelewa ndugu zangu. Amina. Kristo ni mtindo, ni muondoko, ni mwenendo. Haleluya. Bila hayo basi kusema tu kwa maneno haitoshi. Japokuwa kusema ni kwa maana zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Katika Isaya 53 mstari wa 6. Isaya 53 mstari wa 6. Isaya 53 mstari wa 6. Inasema 1, 2, 3. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Mbona wengine hawasomi? Watoto, angalieni huku, msione mtoto anainama chini. Tuko darasani. Mwalimu akifundisha mnainama nani huyu? Angalieni huku, tusome huku baoni. Haya, 1, 2, 3. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Amesema nani? Sisi. Hata wewe na mimi tumefanya nini? Tumepotea. Kama kondoo tumepotea, tutafanya nini? Kila mmoja wetu amegeukia njia yake. Amegeukia njia yake. Na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Anasema sisi sote tumepotea kama kondoo, na kila mmoja wetu amefuata njia yake mwenyewe. Yesu anaposema kwamba mimi njia, sisi wengine wote ama njia nyingine yoyote ambayo tumefuata ni njia ya upotevu. Kuna mtu ambaye ameingia katika dini, na ukimuuliza wewe unaenda mbinguni, anakuambia ndio. Unamuuliza ulishapokea Bwana Yesu, anasema mimi na sana. Ukimuuliza nauliza umeokoka, anakuambia mimi ni mwimba kwaya. Ukimuuliza ndugu yangu umeokoka, anasema mimi ni mzee wa kanisa. Kila mtu amejichagulia njia yake. Yaani kila mtu amejichagulia njia yake. Shida ni hii ya kwamba amefuata njia yake, lakini kuku inasemekana amefanya nini? Njia yenye umefuata ambayo hailingani na kusudi la Mungu ni njia ya upotevu. Wanaume, kila mwanaume ambaye amesema ya kwamba mimi, kwa sababu wanaume wenzangu ndio hii njia wanafuata, nikwambie unafuata watu wamepotea. Wanawake walioko hapa hoe. Mwanamke yeyote ambaye ameacha njia ya Yesu, anafuata mtindo na mwondoko wa wanawake, unafuata watu wamepotea. Maana anasema kila mmoja wetu kama kondoo tumepotea. Watu wamefuata utamaduni na wanasema tusipotimiza haya miungu ama roho za mababu zitatufuata. Nikwambie hao wa mababu, hayo mizimu imepotea, na wote ambao wanavifuata wamepotea hivyo hivyo. Nakwambia ukweli. Kama mtu hafuati kanuni na makusudi ambayo Mungu ameweka, njia nyingine yoyote iwe ni dini, hata ile ambayo inasemekana ndio kubwa ulimwenguni. Hata wengine hapa, najua kuna watu walisema mimi ni mtoto wa mchungaji. Hata baba yako awe ni mchungaji, kama mwenyewe haujaweka miguu yako kwenye njia, nakwambia umepotea.
unafuata njia ambayo imepotea. Kila mmoja wetu amefuata njia yake, lakini ni njia ya upotevu. Dini ni njia imepotea. Ni njia imefanya nini? Dini inakuwa na maana tu wakati tuko ndani ya Yesu. Sema amina. Na akasema katika Yakobo ya kwamba udini ulio na maana ni kufanya nini? Ni kuwatembelea yatima na wajane katika mahitaji yao. Lakini unaweza kuwatembelea, lakini kama hauna Yesu, bado huo udini umepotea. Bwana asifiwe. Kila mtu hapa amefuata njia yake, lakini ukweli ni kwamba njia ambazo tumefuata tumepotea. Mtu anafuata utaratibu ambao umewekwa ya kwamba lazima, mimi babu yangu alioa wake 5 na mimi ninaona hicho kitu ndicho ninachofuata. Kuna ndugu mmoja alikuwa rafiki yangu, tukaishi pamoja, alafu mwishowe akaniambia hata baba yangu alikuwa na watu 2, hata babu yake alikuwa na watu 2, na mimi naona hicho kitu kinanifuata. Ni mtu anafuata njia waliopotea. Amepotea. Ndugu yangu, ukiamua kumfuata Yesu, wacha kuangalia mgongo wa mchungaji. Kama mchungaji hamfuati Yesu, wewe angalia mahali Yesu yuko. Haleluya. Usifuate mgongo wa huyo kaka ambaye mara unamuona yuko sawa, wakati mwingine unaona ni kama amechepuka. Ndugu yangu, angalia Yesu. Huyo tu ndiye njia ambayo iko sawa. Amen. Bwana asifiwe. Fuata njia ambayo inayoenda uzimani. Kuna watu wanasema kama wokovu ni wa kina nani, mimi sitaokoka. Ndugu yangu, unakosa kuokoka kwa sababu ya watu ambao wamepotea kwenye njia. Chukua miguu yako iweke kwenye njia. Usipotoshwe na watu ambao wamepotea. Anasema sisi wote kama kondoo tumepotea. Sisi wote kama kondoo tumepotea. Yesu kisoma Waebrania 10:19 mstari wa 19 na 20 anasema ya kwamba sasa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa mwili wake, kwa damu yake, ambaye, hebu tuwekewe huo mstari Waebrania 10 mstari wa 19 na 20. Waebrania anasemaje? Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, mstari wa 20, njia ile aliyotuanzia ona ndugu zangu wa msomi, aliyotuanzia iliyo hai, ipitayo katika pazia, yaani mwili wake. Yaani anatuambia tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu yake ama kwa mwili wake. Alafu anasema kwa ile njia aliyotuanzia iliyo mpya. Pamoja na kwamba tumekuwa katika njia zingine, hizo njia ni njia kukuu, ni njia ambazo zimezeeka, ni njia ambazo zimepitwa na wakati. Kuna wakati tulijisikia vizuri kwamba sisi tunaitwa wazee kanisani. Tuna wakati tulijisikia vizuri kwa sababu tunawacheza kwaya. Tuna wakati tulijisikia vizuri kwa sababu tunacheza vyombo kanisani. Kuna wakati tulijisikia vizuri kwa sababu ya title, majina ambayo tulipewa, ya kwamba huyu ni mchungaji, kwamba huyu ni mama kanisa, ya kwamba huyu yani zile sifa. Kuna wakati tulikuwa tunajisikia salama, lakini Yesu akaja akatuanzishia njia iliyo mpya. Haleluya. Akatuanzishia njia iliyo hai. Anaposema kwamba njia iliyo hai, anatuonyesha kwamba kuna njia ambazo zimekufa. Aisema amina. Amen. Unaweza kuwa mcheza kwaya ambayo inacheza, lakini ile njia ni njia imekufa. Amina. Sasa anasema aje wanakwaya wanaomchezea Mungu wamchezee katika hii njia iliyo hai. Amen. Wasimchezee kwa sababu tu ya kule kujisikia vizuri. Wasimchezee tu kwa sababu ya kule kujiungamanisha na hilo kundi.
lakini iwe ni njia mpya iliyo hai. Haleluya. Alafu anasema ni njia iliyopita katika, imepita wapi? Katika pazia. Sio kila mahali pengine. Hii njia ya kupita na kuingia katika mahali panaofaa ni njia ambayo inapita paziani, na ambayo pazia ule ni mwili wa Kristo. Anaturudisha tu pale aliposema ya kwamba mimi ndimi njia. Kwa hivyo ili tupate kuijua njia, lazima tupite katika hili pazia ambalo ni mwili wake. Kila ambaye hajampokea Yesu, hata awe mwimbaji kiasi gani, uimbaji wake ni uimbaji wa zamani, ni njia ya zamani. Haleluya. Hata kama nitakuwa mchungaji na niwe sijampokea Yesu, basi ule utumishi wangu utakuwa ni utumishi wa zamani, na ni utumishi ambao hauko hai. Bwana Yesu asifiwe. Kila kiongozi wa ibada, kila ambaye ni mwimbaji, na mbona naongea mambo ya waimbaji tu, lakini hata wewe ambaye unaingia katika nyumba ya Mungu, lazima kuingia kwako uwe umepitia katika njia iliyo mpya na iliyo hai. Haleluya. Kila mmoja wetu lazima tuingie katika hiyo njia ambayo ndio Kristo tunaoambiwa ni pazia ya mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu kile alichofanya, alikuja akapata kila mtu amepotea kama vile tumeambiwa katika Isaya, lakini sasa anaturudisha katika njia iliyo hai, anaturudisha katika njia iliyo ya kweli, anaturudisha katika njia ambayo ni njia mpya ambayo ndio mwili wake. Tunapoingia katika hiyo njia mpya, Wakolosai 2:6, pale sasa ni nini kinachohitajika? Ni nini kinahitajika? Wakolosai 2:6. Wakolosai 2:6. Nashukuru sana ndugu yangu, ikiwa tutaweza kuenda na wakati. Nisome. Basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni hivyo hivyo katika. Ukishampokea Kristo, sasa umeacha ile njia ya zamani, umepata hii njia mpya ambayo ni njia iliyo hai. Anasema kama mlivyompokea, basi sasa uenende hivyo hivyo katika nini? Katika yeye. Kwa hivyo ukishaingia ndani ya Kristo, ndugu yangu, unaanza maisha ya kuenenda. Kwa hivyo nikasema Ukristo ni mwenendo. Kila unachokifanya. Hapa kuna wakati tunaoza watoto wetu, si tunafanya hivyo? Ama hatujafika hapo. Mimi sijaoza, lakini mnajua hivi karibuni lakini hapa kuna wazazi wameoza wanao, si ndio? Unapofika kumuoza bintio, unapofika kumuoza mwanao, umempokea Kristo. Hauwezi ukakwama katika utaratibu wa mila na desturi, kwa sababu njia ambayo umeipokea ni njia mpya. Haleluya. Kuoza wanao utawaoza kikristo. Bwana asifiwe. Wakati watoto wetu wanapopashwa tohara, hatutaenda katika njia ya zamani. Sasa tuko ndani ya Kristo, tutafuata utaratibu wa Kristo. Maana amesema ikiwa tumempokea Kristo, basi tuenende hivyo hivyo katika yeye. Bwana asifiwe. Mwanamke yuko hapa, umempokea Yesu. Japokuwa utaratibu wa wanawake wengine ni njia fulani, lakini kwa sababu wewe uko ndani ya Yesu, mwenendo wako ni mwanamke aliye ndani ya Yesu. Haleluya. Mwanaume ambaye amempokea Yesu, mwenendo wake na matendo yake, maamuzi ambayo anayofanya ni maisha ya mtu ambaye aliye ndani ya Kristo Yesu. Hawezi kukwama na kwenu. Kwetu sisi. Ndugu yangu, wewe sasa haufanyi katika ufalme wa Mungu ikiwa bado umekwama na ya kwenu. Amesema kama umempokea Kristo, basi enendeni hivyo hivyo katika yeye. Amen. Enendeni hivyo hivyo katika yeye.
Leo asubuhi, mbona nyinyi hamkufika mapema? Mwalimu alituzungumzia, akatuambia kuna wakati tunakwenda baada ya siku 40 kufanya nini? Tunaenda kufanya nini baada ya siku 40? Leo tumepigwa hapa mabanzi. Tukaambiwa hiyo tunakwenda kushiriki na mashetani. Na ni Biblia imesoma hapa, nikauliza, maandiko haya kwani hatuyasomi? Tukaambiwa wakati tunapokwenda kufanya hivyo, hatufanyi kama watu ambao wanaenenda katika Kristo. Maana Yesu hata walipoamka, waliporauka kwenda kaburini baada ya kufufuka kwake, walipofika wakakuta kaburi liko wazi. Wakaanza kuulizana, sasa ni vipi? Malaika aliwaambiaje? Mbona mnamtafuta aliye hai katika? Hayuko hapa, amefanya nini? Amefufuka. Ikiwa Yesu aliambiwa msimtafute katika wafu, mbona wewe unakwenda baada ya siku ya 40 kutafuta waliokufa? Wachana nao. Haleluya. Ukishaingia ndani ya Yesu, injili ambayo inahubiriwa kweli, wakati mwingine inakuwa ngumu, lakini ni hivyo, ukubali. Kama umempokea Yesu, uenende hivyo hivyo katika yeye. Kama wao waliambiwa wasiende kumtafuta kaburini, wewe naye wachana na nyanya labda bibi. Wewe tu nyanya ni bibi. Wachana bibi alale. Wala asifiwe. Wachana na huyo mama alale. Haleluya. Wachana na waliolala walale. Mwanafunzi mmoja akamwambia Yesu, umeniita ni vizuri, nitakufuata, lakini naomba radhi yako, niruhusu niende nikawaage watu wetu. Nende nikamzike baba. Akaambiwaje? Wacha wafu wafanye nini? Wafu wazike? Sasa wewe umefungwa na msiba, umefungwa na matanga, umefungwa na nini? Na hiyo mambo. Kumbe wale walio kule wanafaa waendelee na hiyo shughuli, na wewe uliye ndani ya Kristo Yesu uendelee kuichapa injili. Haleluya. Usiseme kwamba si injili ati naenda kumzika mwanangu. Unaona? Nimezika watoto. Na kitu ninajua, hakuna siku ambayo nilikosa kwa ibada kwa sababu nilitoka kumzika mtoto. Nazika wawili. Niliwazika Jumamosi, lakini Jumapili nilikuwa kanisani kumwambia Bwana ni asante, maana umempumzisha mwanangu. Haleluya. Maana sasa mtu ambaye anaenda ananifunga mimi kweli, mimi niko ndani ya Yesu na ninaenda katika yeye. Haleluya. Wale wamekufa wanaenda huko mauti, mimi uniache niendelee kumtumikia Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuja hapa miaka 2 imeisha, sijawahi kwenda kuona wazazi wangu. Wiki jana ambao nimewacha hapa ndio nimeenda kuwaona wazazi wetu. Wazee ambao wako na miaka 80 na kuendelea. Kwa sababu nimeingia ndani ya Yesu. Ninapowaombea, tunapozungumza nao na simu, wanaposikia kwamba naendelea vizuri. Hata mimi nilikuwa na shauku, mbona siku zote niongee na simu? Sije niwaone kwa macho. Miaka 2 imeisha nikiwa na nyinyi hapa. Kwa sababu gani? Niko ndani ya Kristo na naendelea katika yeye. Awalinde wazazi wangu na nilinde hapa nikiendelea na huduma. Amina. Anasifiwe. Ukiwa umempokea Kristo Yesu, mwenende hivyo hivyo katika yeye. Haleluya. Sasa mwenendo wetu lazima uwe ni mwenendo mpya. Maana tumeambiwa maisha yetu na njia yetu ni njia mpya. Mwenendo wetu lazima uwe ni mwenendo mpya. Na huu mwenendo wetu anasema tabia yetu inaongozwa katika nyanja ya Kristo na msalaba. Tunaongozwa, tabia yetu inaongozwa katika nyanja ya Kristo na msalaba. Kwa hivyo kila kitu ambacho tunatazama, kipimo chetu ni Yesu. Usiende ukaenda kitu wanaita overboard. Usisahau nyumbani kwa sababu mchungaji aliacha wakwao. Unapima. Maana amesema asiyewasaidia watu wa nyumbani kwake ni mbaya kuliko mtu ambaye hajaamini. Usije ukatelekeza watu wako eti kwa sababu uko ndani ya Yesu. Ingia ndani ya Yesu na kwa njia hii mpya uweze
uweze kuwasaidia watu wako kulingana na vile Yesu alivyoagiza. Unanielewa ndugu yangu? Si kutelekeza. Baba ambaye anatelekeza jamii yake, yeye ni mbaya kuliko mtu ambaye hajaamini. Mama ambaye anatelekeza watoto wake ni mbaya kuliko mtu ambaye sio Kristo. Unanielewa? Unajua mtu anaweza kuacha watu wakasema mimi naendelea katika Kristo. Hapana. Usiache jamii yako. Usisahau familia yako. Watoto wako, mwenzako anakuhitaji. Bwana asifiwe. Lakini asikuzuie kumtumikia Bwana. Watoto hao wasikuzuie kumtumikia Bwana. Wazazi hao wasikuzuie kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kipimo ni msalaba na Yesu mwenyewe. Amina. Alafu tunapoingia ndani ya Kristo, maisha ambayo tunaishi baada ya hapo ni, hebu fungua katika Tito 2:1. Tutasoma mistari kadhaa hapo kama muda utakubali. Dakika zinazosalia tutayazungumzia maneno haya. Tito 2:1. Shuka chini kidogo. Haya. Tutaenda mpaka bahari kabisa. Haya, twende moja kwa moja. Lakini wanazunguka, wengine waliinama. Ndugu yangu, ukiinama naona unanidharau. Nikiona unainama unadharau mnenaji. Inama hivi kinashindo huyu anamaliza twende. Angalia huku mbele. Ni kwa faida yako. Unanisikia watoto? Haya, 1, 2, 3. Wewe nenda mambo ya Mathayo, mafundisho yenye uzima. Tani inafuata. Ya kwamba wazee wao wenye wastahili, wenye msaada, wazima katika imani na katika neno na katika saburi. Subiri hapo kidogo ndugu yangu. Amesema mstari wa kwanza, lakini wewe sema maneno haya, fundisha maneno haya, kwamba Kristo, kwamba yeye anatembea kama vile alivyompokea Kristo, lakini haikomei hapo, anawafundisha na wengine. Ndio unasikia naambiwa yaseme maneno haya yafaayo kwa mafundisho. Kwa hivyo kila baba anafaa awafundishe wa nyumbani kwake. Kila mama anafaa awafundishe watoto wake. Kila mtoto anafaa aelimishe mwenzake. Kila muumini anafaa awafundishe marafiki zake. Kwa sababu gani? Anaambiwa awafundishe kwamba wazee wawe wenye kiasi. Wazee heshima zetu, na wale ambao ni wazee kutuliko. Heshima. Mtu mwenye hana kiasi hana heshima. Si ni kweli? Mtu ambaye anaenda ni mwanaume mzee wa umri, alafu anaenda akichezea mabinti, hana heshima. Si ni kweli? Hana heshima. Na ukiona mtu wa aina hiyo sio Kristo. Mtu ambaye hana kiasi, hana mwenendo, sio mwenye kustahili, hana busara, huyo mtu hafai. Nani Kristo haumfai. Mtu akiingia ndani ya Yesu anakuwa mtu mwenye kiasi, ya kwamba huku ndani kuna vitu vinandaa, huku ndani kuna vitu vinaitisha, lakini kwa sababu niko ndani ya Yesu nafaa niwe na kiasi. Paulo akasema sijazuiliwa kitu chochote kile, lakini akasema nimejizuia vitu hivi kwa sababu ili nimpate Kristo. Yaani kuna vitu nimejizuia ili nimpate Yesu. Ndugu zangu, sio yaani kuna vitu tukila havituharibiki, lakini tukivitumia vinadhararisha msalaba. Si ni kweli? Kuna vitu ambavyo kweli wengine wanazifanya, lakini sisi tukizifanya watadharau kanisa, watadharau wokovu. Ili tuweze kudumisha hiyo hadi na heshima na ule ustahivu, tunajitenga na vitu hivyo. Wazee wawe kiasi, wastahivu, wenye kila mwanaume na kila
kila mama ambaye ni mzee aweze kuwa na nini? Na busara, na awe mzima katika imani na katika upendo na katika saburi. Hayo ni maonyo ya wazee. Mstari wa 3. Vivyo hivyo, twende tusome wote. Wazee wa kike wawe na mwenendo wasiwe wasingiziaji. Wazee, wakati tunakuwa, mimi nilijua mabibi yaani akikaa tu mahali ni kukana, ni kulaani. Sio kama kulikuwa hivyo. Yaani kabidi tu ni kulaani tu. Yaani hakana neno la neema ndani yake. Ni kulaani tu. Kako tu pale jikoni na vumbi, yaani kama mpaka vumbi, yaani kakiongea tu, kakisikia walikuwa wanaruka ni kwa laani tu. Sasa tunaambiwa wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Wasiwe wenye nini tena? Wafundishao mema. Kumbe hata wazee wa kike ni walimu. Bibi, wewe ni mwalimu. Haleluya. Amina. Na wanasema ati mtoto akilelewa na bibi anaharibika. Hiyo ni sifa gani bibi? Ati ulilea mtoto wa mwanao sasa ameharibika, wanafundishia aliharibikia kwako. Mimi nimeelewa mama. Mungu ailaze roho ya yule mama mahali pema. Mpaka watoto wa ndugu zangu, mtu akija kwa bibi lazima angehoji kwanza. Lazima yule mama hakuwa tucheze. Yule mama akipatana na mtoto njiani, makamasi na mwalikahidi anakuambia, "Toa hiyo makamasi kama nikutoe na hilaila." Maana yule majani anashoma choma. Kwa hiyo toa hiyo makamasi kama na kweli yule mama alikuwa mkali. Unasikiaga nikisema nikikosea, nilikuwa naomba wewe umeniona nikikosa uniadhibu na ishie hapo. Isimfikie mama yangu. Maana alikuwa bibi kizee lakini alikuwa moto wa kuotea mbali. Yaani mtoto anaharibikia kwako na wewe ndiye uliwaomba ukasema leta mwanao anisalimie. Alipokuja badala uweke ile nidhamu ukaenda kumharibu. Yaani unamwachia tu afanye vitu. Wanawake wazee waweze kuwa wenye uwezo wa kufanya nini? Wa kufundisha mema. Mstari unaofuata wa 4 anasema wawatie wanawake vijana nini? Sasa wewe bwana, huyu mkamani badala ya kumtia akili ni kumwambia vile wanaume hawaaminiki na ni mwanao, badala ya kumtia akili ni kumfundisha jinsi ya kumwibia mmewe. Ya kwamba mama mtu anajitunzianga. Ni bibi mjinga. Mwanamke ambaye ana hekima anawafundisha na kuwatia wanawake vijana nini? Wapate kufanya nini? Wawapende waume zao na wapende watoto wao. Sasa wewe umeingia katikati ya mwanao na mkwilima. Badala umfundishe na umtie akili namna ya kumpenda mmewe, wewe unamwachilia. Unaona hapo kwako saa 2 saa 1 jioni, haumuulizi nyumbani kwako nani anawasha moto. Haumuulizi nani anaandalia watoto wako chakula. Haumuulizi mmeo akija kutoka kazini ni nani atakaye kumpashia maji moto. Nani atamtengea maji? Yaani hapo tu hapo, na siku nzima haumuulizi kwako kunaendeleaje. Bibi, naongea na bibi hapa. Amen. Haleluya. Amina. Lazima uweze kuwa
kuwa mwalimu kwa hao wanawake mabinti vijana. Namna ya kuwapenda waume zao na namna ya kuwapenda watoto wao. Wajue jinsi ya kuwapenda watoto wao. Tuendelee ndugu yangu. Na kuwa wenye yaani huyo bibi amfundishe mkamwana ama bintie, amfundishe jinsi ya kuwa na kiasi. Mwambie mwanamke haongeangi ovyo ovyo. Mwambie mwanamke akipata shida kwa nyumba yake haendi akitangaza kila mahali, awe na kiasi. Haleluya. Mfundishe. Mwambie namna ya kujitunza katika maisha, aweze kuwa na kiasi. Alafu aweze kuwa nini? Asante Yesu. Unajua tabia zingine ambazo tunaziona huku nje zimetoka wapi? Zimetoka nyumbani. Yaani watu wamekula cha mchana, vyombo ambavyo vilitumika vimewekwa pale nje. Alafu wengine ni kama mama Kasi, samahani natumia tu kwa mfano mama. Wana yale mabata. Yale hapa. Vyombo vimetengwa vimewekwa pale nje, watu wamekula. Sasa baada ya kukojoa pale yangu. Vyombo vilitumika asubuhi. Vimetapakaa kila mahali. Eti ukisikia mgeni anakuja, unaweza shukia mchungaji sana. Kwa nini akaja na hapo ni taarifa na kuja? Mimi. Fundisha wanao kuwa wasafi. Amen. Wafundishe kuwa wasafi. Wengine mchungaji njoo uombe. Sisemi kwa nini, lakini kuna maombi mengine hayafai. Wewe hukuweka viwango vya usafi. Maradhi mengine ni kutokuwa na usafi. Amen. Si ni kweli? Kweli. Ukiwa msafi kuna maradhi yatatoweka nyumbani. Bwana wasifiwe. Amen. Vyombo vioshwe, vikaushwe, viandikwe mahali vishomwe na jua. Wakati wanakuja kuvitumia tayari hivi vimekufa. Haleluya. Amen. Wanawake wawafundishe, wanawake wazee wawafundishe wanawake vijana kuhusu nini? Usafi. Alafu kitu kingine wafanye nini? Fanya kazi nyumbani mwao. Wafanye kazi nyumbani mwao. Sasa utafanya kazi lini ndugu yangu? Na utaenda umbea lini? Utafanya kazi ya nyumbani lini? Kuna usafi mwingine ulikuona nao tutafurahi, lakini kuna usafi mwingine tutautilia shaka. Maana unaona mtu mwingine msafi tu, lakini siku zote yuko njiani na kakibeti amebeba mkononi. Kama hana kwenye anakwenda, hana kwenye anatoka, hana kwenye anaenda. Fanya kazi nyumbani ndugu yangu. Hiyo hata tukija hautatulaumu kwa sababu ulikuwa nyumbani na ulikuwa umeweka mambo vizuri. Si ndio? Nyumba ilikuwa safi. Ndugu yangu. Mimi na mke wangu tuna kanuni tunajifunza. Tukiamka asubuhi, sasa hapa utaangalia ni nani ambaye ana uzembe kidogo. Mwenye toka kwa kitanda wa mwisho lazima hakikishe ametandika. Mwenye atatoka kitandani? Sasa weka hapo ukisema mwanamke hadi atandike. Wewe ndio ulibaki.
kujiamsha, wakati umeamka hakikisha umefanya nini? Hivyo tunasema wanawake, wacheni kuacha vitanda vikiwa mpaka mnavutia mpaka watoto wachezee huko, maana hakuna mpango. Unajua kitanda kikitandikwa yaani hata mtu anaogopa. Ni kweli. Lakini kama unaketi zile, yaani vile tu mtu aliamka, mpaka afanya wanaruka tu huko wanacheza. Kweli kabisa. Lakini tukiwa na utaratibu, hata mtoto kufika pale anajiuliza, usafi. Wanawake wafanye kazi nyumbani. Alafu wafanye nini? Kuwa wema. Unajua wema ni tunda la Roho Mtakatifu. Lakini sio wengi ambao ni wema. Kuna mtu hata kupatia mtu mali mgeni. Yaani eti niliingia kwa gari. Na hili ulizungumza sana hapa. Maana niliona mtu anasema mimi nilisikia vibaya. Mimi najisikia vibaya sana. Yaani nimekaa pale kwa starehe zangu. Alafu bibi aingie pale. Kwa gari na anaona vitu vimejaa. Nataka nimwamkie. Najisikia vibaya sana. Huyo ni mtu ambaye hajafundishwa kuwa mwema. Wewe unafikiri utakuwa msichana siku zote? Unafikiri utakuwa kijana siku zote? Wewe ndiye bibi kesho. Amen. Na ndio maneno yako yanazungumza, ujue na wewe kesho utakuwa bibi. Sasa wewe usiposimamia, usipoamkia watu kiti kwa gari, ujue na wewe kesho utakuja kuvuna. Sasa wafunze wanaokuwa wema, wafunze adabu, wafunze mwenendo ambao utakaopendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, wawe wema alafu wafanye nini? Wawatie waume zao. Sasa wewe bibi, unaona mzigo ulio nao? Sasa utalaani siku gani? Yaani utaanza kwenda kulewa siku gani? Utaenda kuharibu, utaenda kuombea siku gani bibi na rika zote umepewa? Uwafundishe hao wanawake vijana kuwapenda waume zao, kuwatii waume zao wenyewe. Ili neno la Mungu lisifanye nini? Lisitukane. Kuna watu watakuja kwa Kristo. Kuna watu watajiunga na kanisa hili letu kwa sababu ya mwenendo wako. Amina. Na kuna watu siku zote hata hawataki kusikia deliverance ikitajwa kwa sababu ya mwenendo wako. Kabisa. Wengine wanatoka hapa badala ya kwenda kuongea sifa nzuri ya kanisa wanaenda kuongea vibaya. Mchungaji wale wa Kenya. Ndugu yangu, wewe haufai kwa mfano wa Mungu. Amina. Kwa kubwa. Utafanya watu wakose kwenda mbinguni kwa sababu ya vile unavyomsengenya ndugu yako. Yaani wakisikia vile unavyosema maneno ya watu wanasema, "Amini niende kwa hiyo kanisa hadi anasema hivyo." Uweze kuwa na mwenendo mzuri ili neno la Mungu lisifanye nini? Lisitukane. Haya, mstari unaofuata. Vivyo hivyo na vijana waume uwaonye kuwa na kiasi. Vijana wa kiume tuko hapa. Wawe na nini? Kiasi. Na kiasi. Awe na kiasi. Awe na kiasi. Mama vijana wana mambo mengi. Na msifikiri hayo mambo kunayo sisi hatukuwa nayo. Hata sisi tulikuwa vijana. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Lakini kwa sababu ya kujua kwamba kuna ya kwetu na ambayo sio ya kwetu, na wenyewe tunayaacha, tunasema yapite tu, sio ya kwetu, yapite tu. Lakini yale ya kwetu ndio tutapokea. Bwana asifiwe. Vijana tuwe na kiasi. Vijana tuwe na kiasi. Sasa ninaofuata. Wawe na kiasi katika mambo yote. Na wewe ukijionyesha wewe mwenyewe, huyu ni Tito, ukijionyesha kuwa kielelezo cha matendo mema na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahivu.
Kwa hivyo lazima kila mmoja wetu awe kielelezo. Amen. 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 Usiwe mwalimu tu. Kuna watu wanajua kufundisha. Akipewa Biblia hapa, watu wanasema, "Gani huyu anafundisha hivi?" Na akitoka hapo mtamuona vile huko hapo. Huyu ni moto wa kuotea mbali. Huyu lazima uwe kielelezo. Lazima uwe kielelezo. Hatuna muda wa kuendelea na mambo haya, lakini tutakomea hapa. Tuseme hivi, Ukristo tunaishi sisi wenyewe, lakini pia Ukristo tunawafundisha wengine. Mathayo 28 mstari wa 19 akasema, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa wafuasi wangu, mkiwafundisha. Haleluya. Kwa hivyo tumetumwa ili tuende tukawafundishe. Maisha ya Ukristo ni maisha ambayo yanatufanyia kazi sisi, na vile yanavyofanya kazi kwetu, hivyo tunafanyia wengine kazi. Pale utafundisha wanao. Tumehimizwa sana hapa, twende tukawafundishe wa nyumbani kwetu kusoma Biblia. Jumanne tulikuwa tunafundishwa mambo ya kusoma Biblia. Na ndio nauliza nyinyi, ndugu zangu. Hapa nafikiri kuna watu wa baba kodi. Nimesema nini? Kuna watu unaendanga wapi siku ya ushirika? Unaendanga wapi? Kati mchungaji amewaita hapa, mnaendanga wapi? Naongea hii na hasira takatifu. Amina. Amina tena. Ikiwa mchungaji akisema tuje tuombe, tuje tufundishwe maandiko, wewe ulienda wapi? Ndio utakuta mtu anasema, mimi mchungaji wetu haombeangi watu walipuke. Ndugu yangu, mimi nikikuombea ulipuke sikupeleki mbinguni. Ni kuigiza fulani kuko hapa. Na neema, nilikwambia na neema ni tofauti. Mimi na kuita uje nikufundishe kuomba. Wewe mwenyewe ujiombee. Kwa hivyo wakati uliona siku kuombea, wewe ukasafiri mpaka kule, unaitwaje? Unaitwaje kule? Huko kwenye unaendaka kunaitwaje ndio nauliza. Uende ukaombewe, kuna nabii ambaye ataenda akwambie nimeona. Nani kwenu ajiolewa alafu akaachwa? Wewe hauko unajua kweli kuna mtu aliolewa akaachwa? Hauko unajua? Wewe na yeye ni nani nabii kwanza? Lazima ufunguliwe mambo mwenyewe unajua. Nani anaitwa Rusi hapa? Nani anaitwa Rusi? Ni mimi. Gaga. Huyu mtu ni mtu wa Mungu anajua ninaitwa Rusi. Wewe hauko unajua unaitwa Rusi. Ujinga bwana. Wakati mwingine huo ni upumbavu. Mtu akikwambia jina lako na wewe mwenyewe unalifahamu, unaona yeye ni mtu wa Mungu. Hivyo vitu viongezi kiroho. Haleluya. Amen. Nikiomba tuje Jumanne nikikukosa unanitia wasiwasi kwa sababu ninajua unaweza kuwa umeenda kule. Simameni.